kwa chama cha Chadema kushiriki uchaguzi, na mgombea wa urais wa chama cha Alliance for Change and Transparency ACT Wazalendo Luhaga Joelson Mpina ambaye ni mimi kuenguliwa kwa hila kugombea nafasi hiyo. Kwa hiyo hizo taasisi za kimataifa na zenyewe zilionya mapema kwamba hapana, uchaguzi huu unaoendelea huu una changamoto kubwa. Fanyeni marekebisho kabla ya tarehe yenyewe 29 Oktoba 2025, lakini nao hawakusikilizwa. Ndugu waandishi wa habari, pia tulishuhudia wazee wetu akiwemo mzee Jaji Joseph Sinde Warioba na mzee Joseph Butiku pamoja na Profesa Anna Tibaijuka na wazee wengine walivyokuwa wakihangaika kuishauri serikali, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na vyama vya siasa kurekebisha kasoro za mifumo ya uchaguzi nchini na kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambazo zilikuwa zinakinzana na sheria na kanuni za uchaguzi, na kwamba kufanya hivyo kungeweza kuleta maelewano ya pamoja kabla ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Lakini kwa bahati mbaya sana ushauri huu wa wazee wetu nao ulipuuzwa. Kama mnavyofahamu, kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu, viongozi wanapatikana kwa njia ya demokrasia kwa kupigiwa kura. Lakini endapo misingi hii ya demokrasia ikivunjwa, viongozi, mambo yanaweza kujitokeza ikiwemo maandamano na mapinduzi, na ndio hiki ambacho tulichokishuhudia sasa. Katika kukabiliana na maandamano hayo, serikali kupitia jeshi la polisi ilitumia nguvu kubwa iliyosababisha wananchi wengi kuuawa na wengi kujeruhiwa na kupata ulemavu wa kudumu kwa kupigwa risasi. Mfano, polisi walitumia risasi za moto na kuwaua waandamanaji wengi ambao hawakuwa hata na risasi, ambao hawakuwa hata na silaha. Nguvu kubwa iliyotumiwa na askari polisi ilisababisha pia vifo vya raia wengine ambao hawakuwa hata sehemu ya maandamano. Wengine walikuwa majumbani, wengine wanakwenda hospitali, wengine wanaenda kwenye biashara zao, wengine walikuwa wanakwenda kupiga kura, nao waliuawa. Pia baadhi ya picha za video zinaonyesha wananchi hao hawakuwa na silaha na wengine walipigwa risasi wakiwa wamegeuza mgongo huku wakikimbia, lakini walipigwa risasi mgongoni, walipigwa risasi kisogoni na mgongoni na kuuawa. Namba 2, baadhi ya askari wanaonekana kwenye picha wakiwa wanawashambulia watu kwa risasi, na wengine walivalia kininja, na wengine wakiwa hawana sare, jambo ambalo liliwashangaza wananchi walio wengi na kushindwa kujua kilikuwa ni kikosi gani kilichokuwa kinatekeleza mauaji hayo. Pia zipo taarifa kuwa baadhi ya askari hao walikuwa waongei Kiswahili, na hivyo ilikuwa haijulikani wametoka nchi gani, ingawa walikuwa wanafanya kazi kwa pamoja na maaskari wa hapa nchini. Hii ilileta hofu kubwa sana katika taifa letu, yani the knee-jerk reaction juu ya usalama wa nchi yetu. Kuchoma moto na kuharibika kwa miundombinu tuliyashuhudia, lakini tulikuja tukashuhudia serikali ilitangaza amri ya wananchi, serikali ilitangaza amri ya wananchi kutotoka nje kwa siku 6 mfululizo bila kujali hasara itakayopatikana za kiuchumi na kijamii. Uamuzi huo ulisababisha akina mama wajawazito na wagonjwa wengine mahututi kukosa huduma, na wengine walipoteza maisha bila matibabu. Kwa hiyo mnaambiwa hamna kutoka nje bila kujali kwamba kuna wagonjwa wanatakiwa kwenda hospitali. Mama anatakiwa kujifungua, unategemea nini kilitokea? Mgonjwa mahututi ambaye alikuwa kitandani, unategemea nini kitaendelea? Wagonjwa wengine ambao daktari anatakiwa aende Muhimbili kwenda kumtibu, ameambiwa hamna kutoka. Maana yake kwamba ana mgonjwa wake kule Muhimbili alifariki tu kwa sababu alikosa huduma. Kwa hiyo watu wengi wamepoteza maisha. Sasa nchi ukienda kwenye kiuchumi, kuwafungia watu kwa siku 6, nchi haikuweza kukusanya kodi kwa muda wa siku 6, na hivyo hatukukusanya kodi zaidi ya trilioni 1. Huku wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji wakipata hasara ya zaidi ya trilioni 4 kutokana na lockdown hiyo. Kwa hiyo kwa sababu kila mtu anayefanya biashara hafanyi biashara, anayeelima hawezi kwenda kulima, anayefanya shughuli ya kiuchumi yoyote, shughuli zote zimesimama. Kwa hiyo hatuwezi tena kutoa mchango wetu katika uchumi. Kwa hiyo ina maana kwamba katika muda huo tumepoteza zaidi ya trilioni 4. Hiyo hasara tunaifidia nani? Lakini kwa nini tulifungiwa ndani? Kulikuwa na shida gani? Hatukusikia rais akitangaza kwamba kuna hali ya hatari, wala kuna hali ya uvunjifu wa amani, wala kuna vita kama katiba inavyotaka.
Lakini tulifungiwa na nani? Na je, aliyetufungia ndani anayo mamlaka kisheria kutuweka ndani, kutuweka kwenye lockdown? Serikali iliamua kuzima huduma za internet, na kwenyewe tukapata hasara nyingi, kwa sababu shughuli nyingi mbalimbali zinategemea kuhudumiwa kupitia internet.